Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillahi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Ni lini ulevi ulitangazwa kwamba ni kinywaji kitakatifu? Twende kanisani leo kwa ndugu zetu ambao hawajabahatika kuwa Waislamu kwa maana yani wa Kristu. Wana kitu wanakunwa pale kanisani kwao kinaitwa divai. Wenyewe wanaamini kwamba ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Ndugu, nikueleze tu kama we ni Muislamu ama ni Mkristo, kwa hiyo imani yao kwamba Yesu alikufa miaka 2025 kufikia sasa, hiyo damu bado haijaoza? Kwani ilihifadhiwa kwenye friji ya aina gani? Ukweli ile sio damu, na hata Yesu mwenyewe bado hajafa. Si damu ile, isipokuwa ni pombe inatengenezwa Nairobi hapa South B kwenye kampuni inayoitwa London Distillers Company. Ukiingia kwenye hiyo kampuni, mkono wako wa kuume kuna dirisha pale, alafu kuna hiyo glasi yenye mguu mmoja, wamekuandikia wenye kampuni divai or the church wine, yani pombe ya kanisa. Ikitolewa pale, ikiingizwa kanisani, neno church wine linaondolewa, inabaki neno divai, alafu kunaongezewa neno takatifu pale mbele. Kwa hivyo inakuwa ni pombe lakini imepewa sifa ya takatifu, yani pombe takatifu. Mkiona hali hii, fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia. Manabii wa uongo wengi kudhihiri. Ukiwatizama kwa mlango wa mbele, utadhani wanawaita watu katika milango ya pepo, kumbe wanawaita watu katika milango ya moto. Na hapa ndo tunathibitisha sasa kupatikana kwa manabii bandia ambao wamekithiri kwa wingi sana sasa hivi. Utaona katika CD hii vimbwanga vya manabii wa bandia. Hakuna nabii baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana Mwenyezi Mungu anathibitisha hilo katika sura ya 33 aya yake ya 40, kwamba Muhammad si baba wa yoyote katika wanaume wenu, bali yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa mitume. Yani baada ya Muhammad hakuna nabii. Hawa wanaozuka baada ya Mtume Muhammad kuondoka wakadai unabii, hawa ni manabii wa bandia. Na ndio utawakuta wako wengi sasa hivi mapadiri, kila siku kukicha unabii ni kana kwamba sasa hivi unaokotwa sokoni. Kila mtu akinyanyuka ashakuwa nabii, akienda amekuwa nabii, akirudi amekuwa nabii. Wanatoa lugha za ajabu, riba basakaraba kashata sambusa riba sandaraba rigo batisonki rababoshi. Waumini wanakubali vituko, tunaponya viwete na vipofu, viziwi wanakwenda kutembea jioni ya leo. Hata sio jioni ya leo, ile inabanwa ile jioni ya leo, na sauti inanyongwa, jioni ya leo unakwenda kuona muujiza. Ile J inakazwa, inatiwa shadda 12 na kasra 120. Hii yote ni uongo, na wallahi nakuwapieni, njaa itaua watu. Tatizo kuu hapa ni njaa, hakuna lolote lingine. Makanisa mengine utashangaa bwana, mpaka Mungu wanampigia Mungu simu wakiwa kanisani. Manabii hao wanampigia Mungu, utajionea hapa. Hello? Yes, sir. Is this heaven? Yes, sir. Is it heaven? Yes, sir. I have a woman here. Yes. What do you have to say about her? Yes, Oh, I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Okay. All right. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? God is telling me to ask you, why is it he's showing me a heart? Na wanahubiri Injili. Kuna makanisa mengine huko South Africa limezuka la waumini kunywa pombe kanisani. Padiri akinywa chupa 4, waumini hamfai kunywa chupa 4, mnakunywa 2. Maana mkienda zaidi ya zile chupa 4 mnamkufuru Roho wa Bwana. Mtajionea katika DVD hii vimbwanga hivyo mapadri. Fahamu kuwa
Hapa kuna kanisa la walevi lililopo nchini Afrika Kusini. Kanisa hilo linafahamika kwa jina la Hobola. Kwa lugha ya Kitswana ina maana ya nipe kilevi ninywe kidogo. Muasisi wa kanisa hilo anayeitwa Papa Makiti amefungua kanisa katika eneo la baa inayofahamika kwa jina la Freddy's Tavern na kufanya ibada kama makanisa mengine, huku waumini wakiwa wanakunywa na wengine wakiwa wamelewa chakari. Waumini wote hawa unaowaona wamebatizwa kama Wakristo wengine, ila wao wamebatizwa kwa kutumia pombe, na siku ya ubatizo unaagiza kinywaji unachokipenda, kisha kinywaji hiko kinatumika kwa ajili ya ubatizo. Kubwa zaidi, ukiwa muumini wa kanisa hili wala hauna shida ya kutoa sadaka, kwani ukinunua pombe tu ndio unakuwa umeshatoa sadaka tayari, na sadaka hiyo itatumika katika uendeshaji wa kanisa. Yani kanisa yamezuka kila kukicha aina yani watu wamejibandika unabii kwa vitu hata ni ajabu kabisa. Inshallah hizi ni miongoni mwa alama za kiyama. Na baadhi ya Waislamu wamebebwa na wimbi hilo la kuamini kweli kwamba hawa watu wanaponya viwete, viziwi na wengineo, hali ya kuwa ni drama zinazochezwa za hali ya juu, ambapo kwa sababu ya madai ya kila siku tunaponya. Unajua wana filosofi wanamsemo wanasema kwamba uongo ukisemwa leo, usemwe tena kesho, usemwe na kesho kutwa, hugeuka ule uongo ukawa kama ndio ukweli. Kwa hivyo madai ya kwamba tunaponya vipofu, viziwi, wenye nini, tunafufua wafu na nini, yamekuwa mengi sana katika vyombo vya habari, matelevisheni. Sasa watu imegeuka ule uongo umekuwa kana kwamba ndio ukweli sasa. Kwa hivyo hawa ni manabii wa bandia. Hawa wanaozuka leo si manabii original, hawa ni manabii wa bandia, na utaona vituko vyao wanavyovifanya, na wanatumia nguvu ambazo sio za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata Yesu mwenyewe alipowaambia wanafunzi wake, mkiniamini mtafanya miujiza mikubwa kuliko hii ninayoifanya mimi, alikuwa anawaambia wale wanafunzi 12, sio mapadri wa leo. Na wale wanafunzi 12 pia hawakuwa Wakristo wale. Yesu mwenyewe hakuwa Mkristo, walikuwa ni Waislamu watupu wale. Lakini mbona usikii shekhe akisema mimi nafanya miujiza, na hali ya kuwa wanafunzi wa Yesu walikuwa ni Waislamu wenzetu? Sisi ndio ilikuwa tunafaa kudai madai yale, tunaponya viwete, miujiza. Lakini tunajua kwamba Yesu ni Muislamu wenzetu, wanafunzi wake ni Waislamu wenzetu, na hiyo kuambiwa kwamba watafanya miujiza mikubwa waliambiwa wale wanafunzi 12. Sisi si mashehe. Lakini utajionea kwenye DVD hivi vituko ambavyo vinafanywa na mapadri wa leo waliojilimbikizia unabii, na ni unabii wa bandia. Miongoni mwa alama za kiyama, Bwana Mtume Muhammad SAW amesema kwamba haitofika saa ya kiyama isipokuwa katika ardhi ya Allah ni kuja kuangamia kabisa utukufu wa Waarabu. Waarabu wamekuwa mabwana wakubwa katika ardhi hii. Waarabu wamekuwa ndio super power, wametawala miaka 800 years. Waislamu wametawala ulimwengu. Hakuna dola duniani imetawala kwa muda mrefu kama dola ya Kiislamu. Lakini viongozi wa dini Waislamu walipoanza kuwa walevi, kama tunavyoona leo, asilimia yao ni walevi. Mashekhe ni walevi, baadhi yao si walevi wa kunywa pombe, ni wasagaji wa gomba asilimia yao. Sigara wanavuta, sio wote lakini baadhi yao. Na waumini nao wakafata na wamekuwa walevi kabisa waumini. Wajua ulevi si lazima pombe tu, hata miraa ni ulevi, masigara ni ulevi. Kwa hivyo Waislamu walipoacha dini wakafata dunia, 1924 Waislamu walirandwa mbaya sana kule Spain. Waislamu wakauawa, Uislamu kabomoka, mpaka wale watuelewani. Spain ndo 1924 inaitwa the November Crusade, ndo Waislamu walimaliziwa hapo. Kuisha mambo yetu mpaka wale leo kazi yetu ni kugongana. Kwa hivyo Waarabu utukufu wao umepotea. Hamuoni Waarabu wanavyopiganishwa? Baada ya Iblisi kukata tamaa kuabudiwa katika ardhi ya Arabu, alifungua mlango mpya. Gani mlango mpya? Kuwagonganisha Waislamu wao kwa wao, kupigana na kuuana, na Iblisi kuwatengenezea Waislamu madhahabu. Piganishwa Waislamu wanapiganishwa, wanauana wao kwa wao hivi sasa bila breki kabisa. Waarabu utukufu wao umeangamia kabisa. Fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia. Ndo utaona vita vinavyoendelea huko Uarabuni. Utaona katika CD hii vile watu wanavyouana Waislamu kwa Waislamu. Shirika hili la Kiislamu na lile la Kiislamu wote wanapewa hela na Myahudi, wanauana ile mbaya mbovu.
fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia. Dalili nyingine ya kiyama katika zile alama ndogo ndogo, Bwana Mtume sallallahu akasema ya kwamba haitofika saa ya kiyama isipokuwa katika ardhi ya Allah hii ni wachungaji wa kondoo, mbuzi na ngamia watatoka maporini walikozoea, watakuja mijini, alafu watakuwa wanashindana kuyaweka majumba marefu. Alama hii ndugu zanguni ni alama miongoni mwa alama za kiyama. Kwamba wachungaji wa kondoo, mbuzi na ngamia watatoka maporini walikozoea, watakuja mijini na watakuwa wanashindana kuyaweka majumba marefu ya magorofa. Hata gorofa ndefu zaidi ulimwenguni, the tallest building in the world, iliyobomolewa na ndege mwaka 2001 mwezi wa 9, Twin Towers kule New York City, waliojenga zile nyumba ni Bani Israeli, wana wa Israeli, na Wayahudi wote asilia yao ni wafugaji wa kondoo, ngamia pamoja na mbuzi. Manabii wengi walikuwa ni wafugaji, na ndio asili ya Banu Israeli walikuwa ni wafugaji. Baadaye baada ya kubomolewa na ndege mwaka 2001 mwezi wa 9 tarehe 11, dunia ikasingizia kwamba ni Osama bin Laden. Wakati wa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair na rais wa Marekani George W. Bush wakaimba wimbo mmoja baada ya serikali yao kupanga kubomoa jumba lile Twin Towers, gorofa 2 mapacha, alafu wakasingizia ni Osama bin Laden. Watu wanahaha kujiokoa. Siku imeharibika. Lakini siku hii ya Jumanne ya Septemba 11 mwaka 2001 ilianza vizuri. Watu walikuwa kwenye heka zao za kusaka pesa. Wengine wakaifurahia siku hiyo, wasijue kuwa karibia watu 3,000 masaa na dakika za kuendelea kuwepo duniani zinahesabika. Ndege ya United Flight 93 ikapaa kutokea Newark, New Jersey. Ilichelewa kuondoka. Ilikuwa na abiria 33, cabin crew 7 na watekaji 4. Wakati muda unazidi kwenda, hatimaye mipango walioipanga watekaji ikaanza kutimia. Majira ya saa 2 na dakika 46 asubuhi, ndege ya Flight 11 ikaenda kugonga jengo pacha la World Trade Center, WTC, maarufu kama The North Tower. Watu wote waliokuwa ndani ya ndege hiyo walipoteza maisha hapo hapo. Walikiona kifo mbele yao na kukubali kuwa huo ndio ulikuwa mwisho wao. Ilipofika saa 3 na dakika 3 asubuhi, ndege ya pili Flight 175 ikagonga jengo la pili la WTC maarufu kama The South Tower. Kwa hiyo mwanzoni watu walidhani kuwa ni ajali ya kawaida, kwamba ndege ilipoteza mwelekeo. Lakini baada ya mnara wa pili kugongwa, watu wakaanza kuingiwa na wasiwasi kuwa hili sio tukio la kawaida. Wakati hayo yote yanaendelea, rais wa Marekani George W. Bush alikuwa Florida anapiga story na watoto. Dakika 2 baada ya ghorofa la pili kugongwa, taarifa zikamfikia msaidizi wake Andrew Card, ambaye alienda moja kwa moja kumnong'oneza Rais Bush kuwa tumevamiwa. Bush akaona asikurupuke haraka, asiwatishe watoto. Akaongea na mwalimu na watoto kwa sekunde kadhaa, kisha akawaaga. Muda huo huo, ndege ya 3 Flight 77 ikaenda kugonga jengo la Pentagon, makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, na kuua wote waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Hali ilikuwa ya kusikitisha. Wafanyakazi 125 waliokuwa ndani ya jengo hilo nyeti na lenye ulinzi mkali duniani wakapoteza maisha. Baadaye Osama alipohojiwa akasema mimi sihusiki na tukio hilo. Sasa Marekani ikatulia kwanza, wakafanya investigation. Baada ya wiki 2-3 wakaona kila raia wa Marekani walipokuwepo, watu 180 wanaamini kabisa kwamba tukio la September 11 lilipangwa na serikali yao wenyewe. Walipoona wananchi wameshagundua kwamba ni sisi, wakatumia mbinu ya AI. Kumbe AI haijaanza leo.
AI ilianza kitambo. Wakamchezesha Osama bin Laden kwenye vyombo vya habari akikiri kwamba yeye amehusika na tukio la September 11. Dunia ikakubali, kumbe ni Osama kweli. Kumbe ni AI, sio Osama. Osama alishakufa kitambo mwaka 2004, tena alikufa na ugonjwa wa moyo hospitali ya CIA iliyoko Dubai. Hii historia nitakuja kuwaletea baadaye ushahidi wa Osama alipofia. Wachana na Obama kuja kusema kwamba amemuua Osama bin Laden. Ile ilikuwa ni mbinu ya kurudi kipindi cha pili kwenye uongozi, lakini Osama alishakufa zamani sana. Tena hawakumuua hawa. Alikufa mwenyewe na ugonjwa wa moyo. Na mambo mengine ya ndani ya nitakuja kuwafumbulia vizuri, tutaelewana, na nadhani watu ndio mwanzo huu, mkoko unaalika maua, ndio mwanzo, ndio tunaanza. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa alama za kiyama, kwamba kinatukaribia kupotea kabisa kwa utukufu wa Waarabu. Ni jambo ambalo liko wazi na Mwenyezi Mungu, na wachungaji wa kondoo, mbuzi na ngamia kuja mijini wakawa wanasifika kuyajenga majumba marefu. Limebaki Burj Al Arab iliyoko Dubai, limejengwa na Waarabu. Hata Waarabu asilia yao pia ni wafugaji, ndio wamejenga nyumba ndefu. Haya, ukija Kenya hapa utakuta watu wanaoweka majumba marefu zaidi ni Wasomali. Wasomali wanajenga majumba mpaka ni aibu wanavyoweka majumba mirefu. Asili ya Wasomali ni wafugaji wote, ngamia, kondoo, mbuzi. Wala nisieleweke vibaya, kujenga nyumba ndefu si haramu. Kujenga nyumba ya ghorofa si haramu, ni maendeleo. Lakini tunasema kwamba watakaoyaweka majumba hayo kwa wingi na kuyajenga ni wafugaji wa kondoo, mbuzi na ngamia, na ni Wasomali asilia yao. Leo ndio wanaweka majumba marefu kabisa. Hii ni miongoni mwa alama za kiyama kwamba kinatukaribia, wala msikifanyie shaka kwa jambo lolote. Hizi tunazungumza alama ndogo ndogo za kiyama ambazo mkiziona hizo, basi jueni hakika ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia. Miongoni mwa alama nyingine za kiyama, Mtume sallallahu siku moja alikuwa amekaa na maswahaba wake, akawaambia kwamba umbali wa peponi na motoni ni kama mashariki hadi magharibi. Umbali wa peponi na motoni ni kama mashariki hadi magharibi. Na inaeleweka kwamba mashariki ni mahali jua linachomoza asubuhi, magharibi ni mahali jua linapotua muda wa jioni. Katikati hapa kuna distance ya billions of kilometers. Mtume akawaambia, lakini yoyote atakayekuwa peponi atawaona walioko motoni namna wanavyoungua, mpaka mja aliyeko peponi atasema, huyu si alikuwa fulani huyu? Jamani, huyu si alikuwa mzee wa nyumba 10 huyu, mbona leo anachomeka? Nachukulia kama mfano jamani, sije mkaona kwamba nimelenga mzee wa nyumba 10 kwa sababu labda ni babako ama ni nachukulia mfano. Jamani, huyu si alikuwa mbunge wetu huyu, na alikuwa ni waziri wetu huyu, mbona leo anachomeka? Maswahaba wakauliza, ya Rasulullah, umetuambia kwamba umbali wa peponi na motoni ni kama mashariki hadi magharibi, lakini sasa unatuambia atakayekuwa peponi atawaona walioko motoni. Ya Rasulullah, hiyo distance hapo si ni ndefu sana? Mtume akawaambia, kwa Mwenyezi Mungu hilo ni jambo dogo sana, litatendeka huko akhera. Lakini hapa hapa ulimwenguni, kabla lipulizwe baragumu la kufa, hapa ulimwenguni, na halitopulizwa baragumu hilo la kufa, isipokuwa kwanza atakayekuwa magharibi atamuona aliyeko mashariki, na walioko mashariki ikibidi watawaona pia walioko magharibi. Hii ni hadithi sahihi. Leo angalia dunia mahali ilipofikia. Kandanda inachezwa Japan, kunaitwa Far East, mashariki ya mbali. Bwana, uko nyumbani kwako hapa Mombasa, kwenye sitting room yako, kwanza unaona live hiyo mechi, alafu hata firimbi ikipigwa kule we unasikia, alafu unaona live hapa. Wakati hiyo mechi mahali inapochezwa, jirani hapo ama mtaa wa 4 kukipigwa firimbi hawawezi kusikia hao, lakini wewe uko hapa Kenya unaona kwa runinga live, na firimbi ikipigwa unaisikia hapa. Unadhani kimebaki kitu gani, ndugu Muislamu na wewe ambaye si Muislamu? Leo kukitokea earthquake, mtetemeko wa ardhi bara la Asia, mbali huko China, 5 minutes unaiona breaking news hapa, tayari ushajua China kumetokea kadhaa wa kadhaa.
fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia, wala msikifanyie shaka kwa jambo lolote. Kwa hivyo hiyo yote ni miongoni mwa alama za kiyama, kwamba kinatukaribia, wala msikifanyie shaka. Miongoni mwa alama nyingine za kiyama, Bwana Mtume salama akasema kwamba haitofika saa ya kiyama isipokuwa katika ardhi ya Allah ni kuja kudhihiri vifo vya ghafla. Vifo vya ghafla. Mtu hata haugui, ama anaugua siku ya kwanza, ya pili ashakwenda. Siku ya kwanza, ya pili ameshakwenda. Watu wanaanza kuulizana, fulani juzi nimekuwa naye mimi, wallahi tumekunywa kahawa kwenye kibaraza pamoja, mzima wallahi ashafariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani mtu hata haugui, na kama ni kugua ni siku mbili tu ameshaondoka tayari. Fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia. Hizo ni miongoni mwa alama ndogo ndogo za kiyama. Na uporaji wa mchana, wizi wa mabavu wa mchana, waizi wa kupora mchana kabisa. Unaona mtu anaporewa, ameshikiliwa bunduki, hela zinaenda, gari mbio spidi, mchana jua linawaka. Ni miongoni mwa alama ndogo ndogo za kiyama, kwamba kinatukaribia, wala msikifanyie shaka kwa jambo. Hii alama ziko nyingi za kiyama, alama ziko nyingi kupita maelezo. Miongoni mwa alama nyingine za kiyama kwamba kinatukaribia, Bwana Mtume salama akawaambia maswahaba ya kwamba haitofika saa ya kiyama isipokuwa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu hii ni kuja kudhihiri kwa wingi ulaji wa riba. Ulaji wa riba, watu kula riba. Riba italiwa kama vile kitu cha kawaida, yani riba italiwa. Ulaji wa riba kuwa mwingi, basi fantadhiru saa, ni miongoni mwa alama ndogo ndogo za kiyama kwamba kinatukaribia. Alama nyingine za kiyama, miongoni mwa alama ndogo ndogo za kiyama, Bwana Mtume salama akasema kwamba haitofika saa ya kiyama isipokuwa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kuja kudhihiri kwa wingi liwati, vitendo vya wanaume kwa wanaume kuingiliana, tena kuingiliana mpaka msikitini. Katika majumba ya ibada, nyumba za Mungu, kuna watu wanapatikana wanafanya vitendo hivyo. Katika nyumba ya Mungu mtu anafanya liwatu msikitini. Ni miongoni mwa alama ndogo ndogo za kiyama kwamba kinatukaribia. Washashi kwa wengi katika msikiti juu, watu wanafanya liwatu. Mtoto wa kiume imamu anataka utaona katika DVD hii kabisa kabisa, tutakuwekea, hata ilitangazwa katika televisheni, magazeti tuko nayo. Msikitini, hasa imamu msikitini juu, au mwalimu wa madrasa ambaye amehitimu kuwa imamu, anaweza akaswalisha, anafanya vitendo vya liwatu tena msikitini, au katika nyumba ya madrasa mahali kunasomeshwa ilmu ya Mwenyezi Mungu, anafanya liwatu hapa. Ni miongoni mwa alama ndogo ndogo za kiyama kwamba kinatukaribia, wala msikifanyie shaka kwa jambo lolote. Waislamu wapendwa na Wakristo ambao mnanisikiliza, kwa leo ningependa nikomee hapo, kwa sababu mada hii ni ndefu na ni kubwa mno, na hii ni kama ya kwanza. Kuna part 2 na part 3 inayokuja hapo mbele, ila tu ni kuombe ndugu Muislamu na we Mkristo kwamba sasa ndo tumeanza shughuli ya kusaidia watu na kuwaelimisha watu kuhusu mambo ya Mungu. Mada nyingi zaja,